Gaudens Kazioba ni afisa maliasili na uhifadhi wa mazingira manispaa ya Singida. Hali ya uhifadhi kwenye maeneo yale ambayo mnaona kama sehemu ya utalii ama vivutio ipoje kwa manispaa ya Singida? Hali ni nzuri, tunaendelea na masuala ya uhifadhi ambako tunazidi kuwaelimisha wananchi masuala mbalimbali ya uhifadhi kama upandaji miti na kuhifadhi vyanzo mbalimbali vya maji. Maeneo gani ambayo mmeyatambua mnaona kama hii inaweza kuwa sehemu ya utalii kwa manispaa ya Singida? Kwa halmashauri ya manispaa ya Singida tuna maeneo mbalimbali ambayo tumeyatenga kama vivutio vya utalii. Eneo mojawapo tuna mabwawa yetu mawili, Ziwa Kindai na Ziwa Singidani, ambako utalii unaofanyika pale ni wa bird watching, kuangalia ndege. Tumebahatika tuna aina mbalimbali za ndege ambazo huwa zinakuja kwenye mabwawa yetu haya. Hususani kuna kipindi wanakuja ndege aina ya flamingo. Hivyo kuna wageni mbalimbali ambao huwa wanakuja kwenye mabwawa yetu haya kuangalia ndege mbalimbali ikiwemo flamingo. Lakini pia tuna makumbusho yetu ndani ya manispaa ya Singida. Tuna makumbusho ya utalii ambapo yanapatikana kwenye jengo la Chuo Kikuu Huria, ambako pale utaona zana mbalimbali ambazo zilitumika kwenye makabila yetu yaliyoko hapa manispaa ya Singida au kwa Singida kwa ujumla, ikiwemo makabila ya Wanyaturu na Wanyiramba. Lakini pia tuna kikundi kimoja cha wafugaji nyuki kinaitwa Kijiji cha Nyuki. Kikundi hiki kimeweza kujipambanua. Kuna watalii wanatoka mataifa mbalimbali kuja kuona shughuli mbalimbali za ufugaji nyuki jinsi zinavyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Singida. Lakini pia katika manispaa ya Singida tuna mapango yetu. Kuna kata mbalimbali ikiwepo kata ya Unyanga, kata ya Unyambwa na kata ya Mtamaa. Kuna majabali na mapango mbalimbali ambayo yanatumika katika matambiko. Kwa hiyo tunakuwa tunapata wageni mbalimbali wanakuja kujifunza juu ya mila zetu. Sawa. Na jitihada zipi mnazifanya ili makumbusho taifa kule waweze kuyatenga haya maeneo yawe malikale? Asante. Jitihada ni nyingi. Kwanza tunatoa elimu kama hivi kupitia nyie waandishi wa habari, lakini pia kuna wadau mbalimbali ambao tunashirikiana nao ikiwepo wizara kabisa. Kwanza tunataka tuyatambue hayo maeneo, lakini pia kuna maeneo mengine bado hayajatengwa, yanakuwa kama na uvamizi. Kwa hiyo tunazidi kuwapa elimu wananchi, hususan yale maeneo ya mapango, kupitia serikali zao za vijiji, wazidi kuyatenga hayo maeneo, wasiyasogelee, wayahifadhi. Shukrani sana.